Asante. Sawa, coach, karibu uweze kuwaambia waandishi wa habari ni kwa namna gani mmejipanga hapo kesho kwenye mchezo wenu dhidi ya Yanga Princess. Karibu. Asante. Kwanza sasa tuseme alhamdulillah kwa maana ya kuwa salama wote ambao tumefika kwenye kikao chetu hichi. Asalamu alaykum. Kwa niaba ya benchi la ufundi na kile ambacho kipo mbele yetu, tunasema kwa upande wa Simba tunashukuru Mungu kwa maana tuko salama, tuko vizuri na maandalizi yanaenda vizuri, na mpaka hii leo hatuna mgonjwa wa aina yote, kwa maana leo tuna siku ya mwisho kufanya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Mchezo ni mgumu, mchezo ni taswira ya ligi ya wanawake kwa sababu ni timu kubwa ambazo zinakutana na ni timu ambazo kila timu inahitaji kufikia kule ambapo wanapahitaji kwenye malengo yao, kwa maana tumeangalia mapungufu yetu, tumeangalia mazuri yetu na tumefanya mazoezi kulingana na hayo ambayo tuliokuwa nayo, lakini vile vile tumeangalia wapinzani wetu kwa maana mazuri yao na mabovu yao ili tuweze kufanya kazi katika mechi ya kesho. Kwa hiyo la msingi na kubwa, tupo kwenye malengo yetu ya kupigania kwenda kuchukua ubingwa. Hatuwezi kuchukua ubingwa kwa ajili ya kufungwa, lazima tushinde. Kwa hiyo tumeandaa timu kwa ajili ya kushinda. Sawa, tumeandaa timu kwa ajili ya kushinda. Karibuni kwa maswali. Salamu. Unapata raha sana kwenye. Nafikiri kwa wanasimba wote wanapata raha, sio mimi binafsi, kwa sababu kazi yote ile ukipata mafanikio mazuri au ukipata ile kizuri ambacho unakifanya unapata raha. Kwa mimi naamini kwamba mechi zote ninazoshinda napata burudani, unapata raha pamoja na timu yangu. Mechi ambazo tunapoteza tunapata huzuni mimi na wachezaji wangu. Kwa maana tunafarijika sana tukiwa na furaha kwa ajili ya kupata matokeo na tunahuzunika sana kwa ajili ya kukosa matokeo, lakini mpaka hivi sasa hatujakosa matokeo na tutarajia kukosa matokeo. Swali jingine? Karibu. Kocha, kwanza hongera kwa kushinda tuzo bora. Asante. Bila shaka mchezo kesho si tu ndani, lakini mchezo ambao unaenda kukupa na ya ubingwa. Kushinda tuzo kesho timu ya sana. Sasa tayari na chana kuweza mmoja. Wako mtazamaji wa mchezo, lakini wanaenda kwenye mchezo ambao mchezo wao anaweza kushinda ili kupunguza kile kwa salama. Kama nilivyosema awali, kwa sababu ni mchezo ni mkubwa, mchezo wa ushindani. Yanga sio timu mbovu wala sio timu mbaya, kwa sababu pia wanafanya vizuri na malengo yao wanafahamu wao kwa ajili ya kufikia kule ambapo wanapahitaji. Lakini kwetu sisi kama nilivyosema awali kwamba tunahitaji kupata pointi 3 kwenye kila mechi kufanikisha yale ambayo tunahitaji, kwa sababu dhamira hii sio kwa sababu ya mechi ya Yanga kesho. Dhamira hii ilianza kuanzia mechi ya kwanza ya ligi kwamba tunahitaji kupata ubingwa. Tutapata vipi ubingwa? Ni kwa ajili ya kushinda, na tunaendeleza katika maendelezo ule ambao tunaweza kushinda na tunaendelea kushinda. Kwa hata mechi ya kesho na maandalizi yetu ni kwa ajili ya kushinda. Vyovyote atakapokuja kwa mafundisho ambayo tulikuwa tumeyatoa na ni timu gani ambayo itakuwa imefuata mafundisho na kufanya usahihi kwa kile kitu ambacho kinahitajika. Yanga watapata kile ambacho tunakihitaji na Simba tutahitaji kile kitu ambacho tunakihitaji. Kwa mwisho wa siku tunasema kwamba Simba tunahitaji pointi 3 za kesho. Swali jingine? Karibu. Kwanza niseme tu kwamba ushindani wa Edna Lema na mimi sio ushindani wa kiugomvi. Ni ushindani wa kuhamasisha mpira wa wanawake kuweza kuwa na ushindani, lakini watu kufuatilia. Wanapofuatilia ushindani na utani wa Musa Mgosi na Edina, ndio pale tunapozidi kuitangaza mpira wa wanawake Tanzania. Lakini ndani ya ushindani yeye mwenyewe anahitaji kunifunga ili aweze kunisemea vile ambavyo anahitaji. Na mimi pia ndani ya huko nahitaji kumfunga ili niweze kufanya vizuri. Lakini yeye ndo ana kiu kikubwa sana sababu toka nimesema Simba Queens hajawahi kunifunga. Kwa hiyo na mimi pia sipendi apate hiyo nafasi. Lakini mwisho wa siku tunasema maandalizi yale ambayo tumeyafanya yatatupatia kile ambacho tunakihitaji wote sisi. Sawa, swali jingine? Mwisho. Sawa, kama hakuna tupate kusikia kwa upande wa mchezaji. Yuko hapa mchezaji wa Simba Queens, naye atazungumza kwa niaba ya wachezaji ni kwa namna gani wao wamejipanga ili kuweza kushinda mechi ya kesho. Karibu. Asante. Asalamu alaykum. Heshima yenu. Sisi kama wachezaji nafikiri tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo muhimu kwetu ambao utatupa
mwangaza wa kwenda kupambania ubingwa, lakini pia tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu maana kwamba tuweze kuamka salama ili tukaweze kufanya vile vitu ambavyo tumeelekezwa. Nafikiri kwenye swala la ufundi makocha wamemaliza, imebakia ni swala kwetu, na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kukamilisha kwenda kuhakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Sawa, karibisha maswali. Maswali. Karibu. Naam. Tumeshinda mchezo wa mzunguko wa kwanza. Maana yake ni kwamba inatengeneza confidence kwa kwenye mchezo huu. Jaribu kusikiliza mafunzo sana waliozungumza, ni kama wafuatilia na kuwatazama na kusalimu kwa sababu walizungumza kwamba pamoja na mazuri yenu kuna baadhi ya mapungufu machache ambayo hajasema, lakini anajua namna kwenda kupambana kuhakikisha kwamba wanapata matokeo kupitia yale maelekezo. Mimi nimejiandaa kwa tahadhari namna gani kuhakikisha hawapi nafasi ya Princess kupata matokeo? Kwanza sisi kama sisi nafikiri staff yetu nzima iliona kile ambacho tulifanya katika mzunguko wa kwanza, ina maana kwa mechi ya sisi na wao, lakini katika yale yote ambayo tumeyafanya aidha ni mazuri kwetu au ni mabaya kwetu, na tumeenda kuyafanyia marekebisho katika uwanja wa mazoezi, na nafikiri tutarudi bora zaidi kuliko hata vile ambavyo tulianza katika raundi ya kwanza. Swali lingine, karibu. Mna mchezo wa ndani kesho, mnaongoza ligi na mna malengo ya kwenda kuchukua ubingwa. Wakati huo hamjapoteza mchezo. Kama wachezaji, mnawezaje kukabiliana na pressure hii? Sisi kama wachezaji tunajitahidi sana kukabili pressure hiyo kutokana na kwanza, kila timu inayokuja si tu kwa maana ya dabi, kila timu inayokuja kwa Simba inakuja kwa maana ya kwamba iweze kuharibu katika mpango ambao sisi tuko nao, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba tunaendelea kuendelea kupambana, kwa maana kila mchezo tunaendelea kupata matokeo. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia Yanga atakuja kwa maana ya aendelee kututoa kwenye admit ambao sisi tuko nao mpaka sasa. Lakini mimi naamini kwa jinsi mazoezi ambayo tumefanyia na utayari ambao wachezaji wako nao, tutaenda kufanya vizuri na kuhakikisha kile ambacho tuko nacho hatuhakikishi kupoteza. Sawa, bila shaka hakuna swali jingine. Na huyo ni Aisha Mnuka, mchezaji wa Simba Queens ambaye